Kitu kingine, mashosti zangu mashabiki, kuna dada mmoja ameniambia, akanambia, mama Lao, nimeona video yako umezungumzia kuhusu kumfanyia mume mapenzi. Kama una nyumba ndogo ufanyeje? Kwa mfano, ananiuliza. Nyumba ndogo, ndugu zangu, sio sababu ya kutokosa kumfanyia mume wako mapenzi. Inadipendi na mazingira, hiyo nyumba yako umeipangaje. Wewe mwenyewe unaweza kujiongeza, sababu maisha yanatoka kwa Allah. Sio kila mtu wote ana nyumba kubwa, sio kila mtu amejaliwa neema kupanga nyumba kubwa au kuishi kwenye nyumba kubwa. Kila mtu ana riziki yake, ile Allah amemruzuku. Na labda mwaka huu uko kwenye nyumba ndogo, miaka ingine Mungu anaweza kukujalia kwa kwenye nyumba ndogo, kwenye nyumba kubwa kama wengine. Lakini inabidi utumie sensi, ubongo wewe mwenyewe, kujua jinsi gani naweza nikamwenzi mume. Haijalishi uko kwenye nyumba ndogo au kubwa, tumia akili na ubongo wewe mwenyewe kama mwanamama. Kuna baadhi ya kina mama wana tabia, wanaacha watoto macho mpaka saa 6 za usiku. Unaacha mtoto macho mpaka saa 7 za usiku. Kuna muda wa kuambia watoto laleni, saa 1 watoto wameshalala. 7 watoto wanalala, na baki saa kuwaenzi waume, saa kumtendea mume haki. Sasa baadhi ya wanawake wengine hawaambii watoto wao walale, watoto wako wima kama serikali. Hata serikali nayo sometimes inatulia usiku. Ndugu zangu, lazima nyumba hata ikiwa ndogo, mwanamama ujiongeze. Nifanyeje kutaka mambo yangu yao mazuri? Mkikalia nyumba ndogo na mko mnaongeza vitoto humo, mnaongeza vizazi humo. Ndiye riski hiyo Mungu amewaandikia. Utafanyaje kwa mfano kama ukujiongeza mwenyewe? Lazima utumie sana ubongo. Sio watu wote wanaweza wakawa na nyumba kubwa, na sio kila walioolewa wanakwenda kuolewa kwenye nyumba kubwa. Kila mtu ana uwezo wake wenye Allah alimruzuku. Sasa kwa hiyo ni wewe kujiongeza. Nitafanyaje kwenye nyumba yangu ndogo? Mapenzi na mume wangu tutachezaje? Tutafanyaje? Akili kichwani mwako.